kwenda straight katika hoja. Maelezo maeneo haya 12 ambayo yanajenga mjadala huu ndio msingi ambako ndiko juu yake zitasimama hoja zangu kwa manufaa yako ili uweze kunisikiliza na kunifuata. So, eneo la kwanza. Mosi. Kwa nini mosi? Kwa nini uniazime macho yako, masikio yako, akili yako, nafsi yako, roho yako, muda wako, familia yako, wanao, shule yako, wanafunzi wako, staff wako, taasisi yako na jamii yako? Kwa nini? Kwa nini unipe pia audience yako mwenyewe na mwenza wako wa neno na jamii mzima? Kwa nini? Nasema kupitia audience yenu yako mwenyewe, wanao, wanafunzi wako, shule yako, staff wako, familia yako, taasisi yako na jamii mzima na human race kokote waliko. Kupitia audience hii, sababu ya kwanza, nitapata nafasi ya kutoa mchango wangu ili tutasema so what? Ili kuhuisha ndoto alizokuwa nazo Muumba kwenu wakati wa kukumbani ninyi. Kona hili rejea Genesis, Mwanzo chapter 1 verse 26 na verse 28. Lakini vile vile rejelea Samueli wa kwanza chapter 9, lakini hasa verse ya 17. Details maelezo yatafuata hapo. Hiyo ni sababu ya kwanza. Nimesema kwa nini lazima macho yako, masikio yako, akili yako, nafsi yako, roho yako, muda wako, familia yako, wanao, shule yako, wanafunzi wako, staff wako na jamii yako. Vile vile hiyo ni sababu kwa nini nimesema kule katika segment katika segments, katika forward, katika segment 1 na katika segment 2 hii katika kasi zotangulia nasema ni kwa sababu hiyo ina faraja kubwa sana, matumaini mapya na matarajio makubwa sana kwenu wako. Kwa mwenyewe mtazamaji, msikilizaji, familia yako, mwanao, taasisi yako, shule yako, staff wako, wanafunzi wako, jamii yako na human race kokote duniani. Hasa ni historia kama yetu ya utumwa na ukoloni. Sababu ya kwanza hiyo. Maelezo ya kwanza. Eneo la kwanza ilokupani maelezo na sababu ya kwanza kwa nini lazima masikio yako, macho yako, nafsi yako, ndoto zako, taasisi yako, staff wako, wanafunzi wako na hata jamii yako. Sababu ya pili. Eneo 12 kwa nini uniazime nafsi yako na wote wapendao na mtu zenu. Ya pili. Nasema sababu ya pili, kwa nini uniazime macho yako, masikio yako, akili yako, nafsi yako, roho yako, muda wako, familia yako, wanao, shule yako, wanafunzi wako, staff wako na jamii yako na wote wapendao. Hii hapa. Kupitia mjadala huu nitaanza kutoa mchango wangu mdogo lakini utakaowezesha kuhuisha, kukuza na kuendeleza ndoto alizokuwa nazo mnamfahamu. Alizokuwa nazo mwalimu. Alizokuwa nazo mwalimu baba yetu tunamfahamu, mnamfahamu huyo. Mwalimu baba yetu tunamfahamu, Nyerere, Alimba Kono. Mnamfahamu. Na wengi kama si wote nadhani mnazikumbuka na mnazitamania ndoto zile alizokuwa nazo kwa nchi yetu. Lakini pia kupitia mjadala huu katika sehemu ya pili, maelezo sehemu ya pili, kwa nini ni muhimu niazime masikio yako, nafsi yako na watu wapendao, tutakusaidia pia kurejeshea, kuhuisha, kukuza na kukuwezesha kuown ndoto njema walizokuwa nazo wote walioshiriki katika kuasisi misingi imara ya taifa letu na humanity kwa ujumla ndani na nje ya nchi. Kati yao thinkers, waandishi, authors na wenye maono, seers, imewaita mamajusi, waliotangulia, wakale, wajuzi kati na wachache wanaoishi leo. Misingi inayoshuhudiwa live. Tukiweza kurudisha haya, tutafikia pale katika ndoto walizokuwa nazo waasisi wa nchi hii na thinkers waliojenga misingi imara ya jamii iliyotufikisha katika eneo lile tulikokuwa salama na katika kuendelea. Tusema kuanzia kwa Frederick wa pili katika karne ya 13. Misingi ambayo kwetu katika jamii yetu
inashuhudiwa live kupitia wimbo wa taifa, lakini pia wimbo wa Tanzania. Pamoja vile vile na wimbo wa Tazama Ramani, utaona nchi mzuri, bila kusahau wimbo wa Valda Arts wa Tanzania hawa weupe. Tanzania asili ya Kihindi. Valda Arts katika wimbo wao Tazama Tanzania, Tazama Tanzania, wimbo mzuri sana. Mjadala huu yumkini utasaidia kurejelea uwezo fulani mkubwa ndani na hikma, nia na utashi tulokuwa nao back then, na hivyo kuhuisha umoja, amani na maendeleo ya kweli kwa wote. Kwa wote, kwa msingi wa azimio la Arusha ambalo kikweli walimu walisema, nakasoma na karudia, sijaona kokote kubaya. Yes, akasema kama yako ya kubadilisha, tubadilishe, lakini sio kutupa jalalani au kupeleka katika shredder. Na hivyo kwa kupitia kuisha ndoto hizi tutakusaidiani, tutawezesha hatimaye kukuwezesha na hivyo hatimaye in your lifetime kuona nchi mzuri walio contemplate hawa walioitarajia waasisi wa nchi hii, na wale waliotarajia si wa kale waliojenga misingi ya jamii gani walitarajia. Nasema kupitia mjadala huu yumkini yawezekana katika lifetime yako ukashuhudia nchi mzuri hiyo ulitarajia, nchi ambako wananchi wataipenda nchi yao, na hata kama wakilala kama otavo wapendao wenza wao, kama otavo wapendao na wakaandikia meseji za kimahaba wakisema nilalapo na kuota wewe, na vile vile wakiamka wako heri. Tutawezesha kurejesha jamii kupitia Renaissance hii ambayo ni copy ya Renaissance ile ilianza karne ya 13. Tutapasha tutakusaidia kurejesha ndoto zile, kurejesha nchi ile mzuri. Je, unataka kujua nchi hiyo? Nataka nikwambie, ni rahisi. Nasema ni rahisi kwa sababu tazama ramani utaona nchi mzuri yenye hasa yenye watu wenye maadili, watu wanaothamini familia, watu wenye fikra na vipaumbele bora, watu wanaolenga kujitegemea hasa kifikra na hatimaye kiimani. Yes, I said it. Kujenga umoja. Nchi hiyo mashuhuri huitwa Tanzania. Lakini kama haitoshi, wakaipenda nchi yao ile na wakaandikia meseji za mahaba wakisema nilalapo na kuota wewe, kama vile waandikiavo wenza wao. Si wadogo. Andikia meseji nchi ile wakisema nilalapo na kuota wewe, na vile vile wakaamka heri. Nasema je, unataka kujua nchi hiyo? Nataka nikuambie. Nimesema ni rahisi. Na hivyo hatimaye kuwezeshani in your lifetime uiona nchi ile mzuri walioicontemplate, walioitarajia waasisi wa nchi hii. Nchi unayoitarajia mwenyewe kwa ajili ya wanao, kwa ajili yako mwenyewe, yes, lakini hasa kwa ajili ya wanao na watoto wao. Nchi ya baba na babu zetu. Ndio maana nasema uniazime macho yako, masikio yako, akili yako, nafsi yako, roho yako, muda wako, familia yako, wanao, shule yako, staff wako na jamii yako. Maana kupitia mjadala huu tatoa mchango utakaosaidia kuhuisha, kukuza na kuendeleza ndoto za nchi hii. So kwa maana hiyo jikaze baba, kuwa mpole. Utanishukuru baadaye. 3, kwa nini unazime macho yako, masikio yako, akili yako, nafsi yako, roho yako, muda wako, familia yako, wanao, shule yako, wanafunzi wako, staff wako, na jamii yako? Kwa nini? 3. Nasema kupitia mjadala huu ninakwenda kutoa mchango wangu mdogo, lakini utakaosaidia kuhuisha, kukuza na kuendeleza ndoto aliyokuwa nayo muasisi wa mabadiliko ya mitaala, mabadiliko
kuhusu mustakabali wa elimu aka mabadiliko ya mitaala. Maana kwa maneno ya Bwana Yesu, sikia vizuri, kimwingiacho mtu kichwani. Kwa muktadha wa mjadala huu, kimwingiacho mtu si kimtokacho ndio humtia unajisi. Nasema hali zetu tulivyo leo. Wacha maneno mengi tazungumzia kwa sababu nimejitenga. Nasema kwa ushauri kuntu wa jopo la waganga wangu kutoka Gambosh, Shware, Kigoma na kule kwa Ufipa, jambo la Mfipa kwa Kinga kule Ufipa. Nimeshauri nijitenge na baadhi ya maeneo. So hali zetu hizo nazo leo kijamii, je, tuko pamoja? Kiuchumi, je, tuko sasa kujitegemea? Hali hizi tulizo nazo si matokeo ya kitutokacho, bali kiingiacho hasa vichwani metu. So nasema kwa maneno ya Bwana Yesu, si kimwingiacho mtu bali kimtokacho ndio humtia unajisi. Nasema elimu ndio lever au ngazi au lift au elevator, na pia vile vile elimu ndio indicator, ngazi, lakini vile vile kiashiria kikubwa cha hatima za watu, taasisi na jamii mzima. Na hivyo hatima za wanetu, wasomi wetu, nguvukazi na jamii yetu, wanamichezo wetu, wasanii, historia yetu, watoto na vijana ambao ndio wengi, pamoja na watoto wachanga, watoto kwa ujumla na vijana hasa, ni makumi na mamilioni ya watoto hawa, hasa walio vijijini na mitaani, watoto ambao wako underserved, marginalized, vulnerable. Labda si kosa la mtu mmoja, kosa la historia yetu, si point fingers hapa, lakini nasema pamoja na hawa, pamoja na wasomi wetu na mchezo wetu, Olympians wetu, hali zetu, watoto wetu hawa, makumi ya mamilioni ya watoto walio mitaani, hasa vijijini na mitaani, pamoja na hasa kundi hili, hatima za maelfu ya watoto, maelfu ya mamilioni ya watoto ambao hawajazaliwa bado. Na if you must know, hawa ndio constituency yangu. Matumaini yaliyofufuka pale Mheshimiwa Rais alipopiga kipenga wa sheria ruksa ya kuanza kusemezana, sambamba na kuanzisha mjadala kuhusu mitaala mipya tambuka, na hivyo mjadala kuhusu mustakabali wa jamii. Maana naamini si chenginewe chochote kile kuijenga jamii, kama nilivyokwisha tambulisha kidogo, isipokuwa elimu, mitaala. Si chenginewe chochote nasema isipokuwa aina ya nini kinaingizwa vichani metu kwa moja, wanafunzi wanetu, familia zetu, wanetu, taasisi zetu, vijana wetu, nguvu kazi, wana michezo wetu. Hili nasema ni kwa jambo kubwa sana. Kwa hivyo kupitia mjadala huu tunakwenda kufua ndoto ile, fikra ile, wazo lile jema lilokuwa katika fikra zake alipoanzisha majadiliano rasmi.